Tu ni pressure. Juzi hapa tulikuwa tunazungumza juu ya pressure. Bahati mbaya sana wenye mpira ndo wanafanya hivyo. Kwa hiyo hata wao wenyewe wanajua kwamba tasnia yenyewe ya waamuzi wanaipeleka wapi. Kama kila siku tunapiga kilele kwamba waamuzi wetu labda wachaguliwe kwenye vitu vingine, tunajua hiyo, lakini automatically Simba na Yanga ni kitu kikubwa sana. Kuna muda unaweza ukashusha vitu vingi. Yaani hata licha ya kwamba mtu anaweza akawa ni mwelewa wa mpira kwa muda mrefu, lakini when it comes to Simba na Yanga, mtu kabisa yuko ndani, labda ni kiongozi na watu wengine, lakini ni pressure kubwa nyingine. Kwa hiyo labda ni waamuzi wenyewe wanaona kwamba kutokana na hiyo pressure, hebu ngoje tuachane na hivi vitu, alafu sisi tusimamie tu kwenye msingi mwingine ambao tunaweza pia tukaonekana. Kwa sababu automatically mwamuzi kama mwamuzi anaweza akajua tu career yangu ndio Simba na Yanga inaweza ikanitoa na ikanionyesha kwamba mimi ni mwamuzi bora, lakini bado na hayo madaraja ambayo yanaweza yakanipa qualities ambazo nzuri. Lakini kwenye kurifaa, unapoenda kurifaa hata pia baadhi ya game ya Simba na Yanga ikiwa miongoni mwa mechi ambayo umeichezesha, inakupa credit kubwa. Kwa asilimia kubwa inakupa credit kubwa. Kwa hiyo kuchaguliwa either kwenye mashindano ambayo ni makubwa ambayo yatakuja, tutaona tu waamuzi majina yale yatakuja kujirudia. Kwa hiyo na ni kati ya waamuzi wetu bora. Bahati mbaya pia ni waamuzi ambao wanajirudia. Kwa hiyo hata wenyewe bodi wanaona kwa sababu kelele zimekuwa nyingi na nini, hebu ngoja pia hata hawa ambao wanajirudia sana tuwapumzishe. Wanaweza wakawa bora ndio, lakini tuwapumzishe. Lakini sasa imeonekana sasa kuna uwanda mpana. Kuna hiyo gap pia imepatikana ya kwenda kuchukua waamuzi nje. Kanuni zinaruhusu, yes, ni michuano ambayo labda haiko kwenye kikanuni kiasi hicho, lakini unaona kabisa upande wa bodi ya huku na upande wa bodi ya Zanzibar wanaunganika kwa ajili ya kutengeneza michuano hii. Kwa hiyo hata wao wenyewe wanaweza kuwa wameshawaza kwamba hii ni mechi kubwa, labda tuchezeshe mwamuzi kutoka nje. Ingekuwa timu nyingine tofauti na hizi kubwa, moja ingeingia alafu nyingine ingeingia, timu nyingine tofauti, labda Mlandege, tusingeona mwamuzi kutokea Kenya.